Ni michuano ya Yas Chuo Challenge Cup katika hatua ya robo finali ambayo inaendelea kutimwa vumbi katika uwanja huu wa Nyamagana jijini Mwanza. Leo ulikuwa ni mchezo wa hatua ya robo finali ya tatu, kikosi cha chuo cha Makwish kutoka pale Buhongo wakicheza na majirani zao chuo cha uhasibu cha Tanzania tawi la Mwanza TIA Mwanza. Wameweza kurazwa kwa kichapo cha mabao 5-1. Baada ya mchezo huu kutamatika, tumepata nafasi ya kuzungumza na kocha kwa upande wa kikosi cha Makwish, lakini pia nahodha na man of the match kwa mchezo wa siku ya leo. Anaeleza kile ambacho wameweza kukibaini kwenye mchezo wa leo. Kwa majina naitwa Marco Charles Makenge, ni kocha mkuu wa chuo cha Makwish, ambao kwa siku ya leo na tuweza kuibuka na ushindi wa goli 5-1 ambao umetustahili kwetu. Nadhani mpira umeonekana ni mchezo wa wazi. Ni wapi ambapo unafikiri umewazidi wapinzani wako mpaka kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 5? Ni mbinu tu za kimchezo, kwa sababu sisi tulijiandaa kwa ajili ya hii robo finali na tunahitaji kufika mbali. Maana mashindano yaliyopita tuliishia hatua ya mtoano tu. Kwa sasa hivi tumeweka malengo makubwa na tunahitaji kuandaa timu yetu vizuri, na tumeiandaa kwenye mazoezi, tumepata muda mzuri wa kupumzika na kilichotokea uwanjani ni hicho ambacho tumeweza kukiona. Zungumza sasa na mashabiki wa chuo cha Makwish baada ya mchezo wa leo, lakini pia wadau wa soka watarajie nini kuona kwenye mchezo wenu marudiano? Kwenye mchezo wa marudiano kwa sasa hivi tunashukuru Mungu kwa sababu tayari tumeshaongoza goli 5. Kwa hiyo tunaenda kujipanga kwa mindset kwamba tunahitaji kuendelea kutafuta ushindi ili tuendelee kuonekana ni timu ambayo ni tishio zaidi kwenye mashindano haya. Lakini pia tunawaalika mashabiki wetu wa chuo cha Makwish na ambao pia vio vingine ambao vimeshatoka na wengine pia waweze kujumuika na sisi kutushangilia kwa ajili ya mashindano haya, kwa sababu tumejipanga vizuri, tunaamini tutafika mbali. Ya kwanza naweza kusema namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa majina naitwa Mustafa, nimeweza kuwa man of the match katika mchezo huu wa leo. Ni mchezo ambao tulikuwa tunahitaji kupata matokeo, na cha kingine naweza kusema kwamba nimeweza kufuata maelekezo ya kocha wangu jinsi alivyokuwa ananielekeza, na nimeweza kufanya kile ambacho nilikuwa natakiwa nifanye. Ushindi huu una maana gani kwa upande wa timu yenu kwa pamoja, lakini pia binafsi yako wewe kwa man of the match? Kwangu pia nafurahi kwa man of the match, na ushindi huu ni kwamba sio kwamba tumemaliza, bado mchezo mwingine ni mchezo ambao ni muhimu kwetu. Pia wapinzani wetu wanaweza wakaja kwa mara nyingine kwa ajili ya kutafuta matokeo katika mchezo huo, lakini hata pia tutakuja vizuri zaidi ili kuweza kufanikia kupata matokeo katika mechi hiyo. Pia unazungumzaje kuhusiana na mchezo unaofuata, lakini pia una neno lipi kwa kuambia mashabiki wako? Cha kwanza napenda kuwaambia mashabiki zangu waweze kujitokeza kwa wingi katika mchezo ujao, na mimi napenda kusema pia katika mchezo unaokuja tutaweza kujiandaa vizuri ili tuweze kupata matokeo mengine pia. Basi kila la heri. Asante sana. Lakini pia kwa upande wa kikosi cha TIA, wao wanasema kwamba ni Waarabu weusi kutoka hapa katika jiji la Mwanza. Wanasema kwamba kupoteza leo haimaanishi kwamba watapoteza pia kwenye mchezo unaokuja. Wanaamini kwamba mchezo utakaokuja wataweza kufanya vizuri. Na wao wameweza kuzungumzia hali ya mchezo, sababu gani hasa ambayo imeweza kuwafanya wakaweza kupoteza kwa mabao 5-1 baada ya mchezo wa siku ya leo. Naitwa John Thomas, jina langu maarufu ni Festiboni wa Taifa, ni kocha wa TIA. Festiboni wa Taifa, kikosi chako kinapoteza kwa idadi kubwa ya mabao. Ni wapi ambapo wapinzani wako wameweza kuzidi kwenye mchezo wa siku ya leo? Kipekee kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeanza game salama, tumeweza salama. Lakini pia unajua mchezo wa mpira una matokeo matatu. Kuna kufungwa, kuna kufunga na kuna kusale. Kwa hiyo of course mpinzani akigundua ulipo dhaifu akapatumia ni rahisi kupata matokeo. Kwa hiyo nafikiri ndio kilichotokea. Matokeo ya mpira tu hayo. Mzungumza na TIA sasa baada ya kupoteza mchezo wa leo. Nini ambacho nakutarajia kwenye mchezo ujao? Mimi nafikiri tunachotarajia sisi kama benchi la ufundi ni ushindi. Na vijana hawajainama chini, bado wako strong. Na sisi kama benchi la ufundi tuko strong na tuna mpango wa kufanya makubwa. Kwa hiyo kwa wana TIA, mimi nafikiri waje tu uwanjani siku ya mechi yetu ya marudiano, kwa sababu dakika 90 ya kwanza imeisha. Tuna dakika 90 nyingine, kama wamepata goli 4 na sisi tunaweza tukazipata. So cha kuwaomba tu waje siku ya mechi, wasivunjike moyo. Sisi kama benchi, na pia tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa serikali ya shule yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo tunachoahidi wana TIA, njooni tu, matokeo yapo. Kwa majina kwanza anaitwa Ahmed Mohamed Balas, ni kapteni msaidizi wa TIA. Mimi nadhani kuna sehemu baadhi tumefeli na maticha wetu wameona, nadhani tutaenda kulifanyia kazi, lakini kuna mistake chache. Yani tumetoka mchezoni mapema, first half tukakubali kuruhusu magoli, second half pia tumeruhusu magoli 3. Kwa hiyo ni vitu vya kurekebisha. Nadhani mashabiki wetu wasichoke, waje uwanjani. Mechi ya pili tutawashangaza.
Ni kwa namna gani mnaweza kuwathibitishia mashabiki wenu? Ninyi inasemekana kama ni Waarabu weusi kwamba leo mmezidiwa kwa sababu ya wenyeji kwa siku ya leo, hali ya hewa. Pengine ni wapi ambapo mnafikiri mtaweza kurekebisha mapema ili mweze kufanya vizuri? Yani shida sio hali ya hewa tu peke yake. Shida pia nyingine ilikuwa ni kuanzia nje ya uwanja. Nyewe wenyewe mashahidi, nje ya uwanja mambo yalikuwa ni mengi kabla ya mechi kuanza. Kwa hiyo nadhani kile kitu kilitutoa mchezoni. Nadhani second game tutaenda kurekebisha na makocha wetu wameona matatizo tuliyoyafanya. Kwa hiyo nadhani kila kitu kitakuwa sawa. Mimi niwaahidi mashabiki zetu tunaenda kufanya maajabu ambayo hajawahi kutokea Chuo Challenge Cup. Bwana, kila la heri. Asante. Na baada ya mchezo wa siku ya leo wanatarajiwa tena kukutana kwa mchezo wa mkondo wa pili, huku kikosi cha TIA wao wakiahidi kwamba wana uwezo wa kufanya comeback ya kutosha. Kutoka katika dimba hili la Nyamagana hapa jijini Mwanza, jina langu naitwa Philimon Mawazo na hii ni Coco TV. Nyuma ya kamera ni Deus Moya, endelea kusalia pamoja nasi.